mpendwa msikilizaji wa kipindi chako pendwa cha Kesha la Asubuhi. Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Januari 15, somo lisemalo tunabadilishwa kutoka utukufu hata utukufu. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, tunasema asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa upendeleo huu wa kutuamsha tena tunapoenda kusoma neno lako. Kuwa pamoja nasi ni katika jina la Yesu, amen. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Korintho wa pili 3:18. Muumini anapoangaziwa na Roho wa Mungu, anauona ukamilifu wa Yesu, na kuutazama ukamilifu huu anaufurahia kwa furaha isiyoelezeka. Katika nafsi anaona dhambi na kutojiweza. Ndani ya mkombozi anaona kutokuwa na dhambi na nguvu isiyo kikomo. Kafara ambayo Kristo aliitoa ili kwamba aweze kutupatia haki yake. Hii ni mada ambayo tunaweza kuitafakari kwa shauku kuu. Nafsi sio kitu, bali Yesu ni kila kitu. Nguvu ibadilishayo ya neema inaweza kufanya kuwa mshirika wa asili ya Mungu. Juu ya Kristo, utukufu wa Mungu umeng'aa. Na kumtazama Kristo, ukitafakari juu ya kujitoa kwake mwenyewe, ukikumbuka kwamba ndani yake unakaa utimilifu wote na uungu kimwili, aaminie anavutwa karibu na karibu zaidi na chanzo cha nguvu. Ni muhimu kiasi gani kwamba tuwe na nuru ya Roho wa Mungu. Kwa maana hivyo ndivyo tunaweza kuona utukufu wa Kristo. Na kwa kutazama tunabadilishwa kutoka tabia hadi tabia ndani na kwa njia ya imani katika Kristo. Anayo neema na msamaha kwa ajili ya kila nafsi. Kwa imani tunapomtazama Yesu, imani yetu hupenya kivuli na tunamwabudu Mungu kwa ajili ya upendo wake wa ajabu katika kutupa Yesu mfariji. Mwenye dhambi anaweza kuwa mtoto wa Mungu, mrithi wa mbinguni. Anaweza kuinuka kutoka mavumbini na kusimama akiwa amevikwa mavazi ya nuru. Katika kila hatua ya ukuaji, anaona uzuri mpya ndani ya Yesu na kuwa kama Kristo zaidi katika tabia. Upendo ambao ulionyeshwa kwake katika kifo cha Yesu
huamsha mwitikio wa upendo wa shukrani, na katika kujibiwa ombi la unyofu. Aaminie analeta kutoka neema hata neema, kutoka utukufu hata utukufu, hadi kwa kumtazama Kristo anabadilishwa na kufanana naye. Huu ni mwisho wa somo lisemalo tunabadilishwa toka utukufu hata utukufu. Hebu na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante sana kwa somo zuri ambalo limetukumbusha tukutazame, na kwa kuangalia wewe na kwa kutazama wewe tunabadilishwa na tunafanana nawe. Baba, tukumbushe kwa kutazama wewe kila wakati, kila siku, ni katika jina la Yesu, amen. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile Kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi